Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Wengi wenu mnamfahamu rais wa nchi ya Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, na mpaka hivi sasa ninapozungumza na nyie ni kwamba Ibrahim Traore ana miaka 2 tangu amekuwa rais wa nchi ya Burkina Faso. Sasa video yetu kwa siku ya hii leo tunakwenda kuangaza maendeleo aliyoyafanya Captain Ibrahim Traore tangu amekuwa rais wa nchi ya Burkina Faso. Sasa wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Hakika Captain Ibrahim Traore amefanya vitu vingi sana katika nchi ya Burkina Faso, na bila kupoteza muda wacha tuanze. Kitu namba 1, pato la taifa la Burkina Faso limepanda kutoka dola bilioni 18.8 mpaka kufika dola bilioni 21.1. Kwa maana hapa Captain Ibrahim Traore amefanikisha kuongeza dola bilioni 4 katika uchumi wa taifa katika nchi ya Burkina Faso. Hiyo ni moja hatua kubwa kweli kweli. Kama pato la taifa linaongezeka, maana yake ni kwamba hata wananchi fedha wanapata. Ndio maana ya pato la taifa kuongezeka, kwamba wananchi maisha yao yameanza kuwa mazuri tofauti na zamani, kwa sababu wananchi wakizidi kuwa masikini na pato la taifa linazidi kudidimia. Lakini wananchi wakiwa na fedha na pesa ikiwa inazunguka sana katika nchi, basi pato la taifa linaongezeka. Hivyo Captain Ibrahim Traore ameweza kuongeza pato la taifa. Lakini jambo namba 2, amepunguza mishahara ya mawaziri, wabunge na yeye mwenyewe kwa 30% na kuongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Kwa maana hapa Captain Ibrahim Traore amepunguza mishahara kwa wale wote ambao ni wabunge pamoja na mawaziri. Kwa mfano, ulikuwa ukilipwa shilingi 100,000 fedha ya Kitanzania, wakitoa 30%, kwa maana utakuwa unalipwa 70,000 kwa mwezi. Ndicho ambacho amekifanya, na asilimia zote hizi 30 ambazo amezitoa hapa Captain Ibrahim Traore ameongezea watumishi wa umma, na watumishi wa umma ni walimu, lakini pia madaktari ni miongoni mwa watumishi wa umma. Jambo namba 3 ambalo umefanikiwa na kulifanya Captain Ibrahim Traore katika uongozi wake, amekataa mikopo kutoka mfuko wa fedha wa kimataifa, yani IMF na Benki ya Dunia. Kwa maana Captain Ibrahim Traore kwa sasa nchi yake inajitegemea, wala hataki mikopo kwa ajili ya kuendesha nchi yake. Hivyo mali na kila kitu ambacho kipo katika nchi ya Burkina Faso ndicho ambacho kitaongoza nchi hiyo, wala sio masuala ya kuomba misaada. Jambo namba 3 hilo. Lakini jambo namba 4 ambalo amelifanya Captain Ibrahim Traore katika nchi ya Burkina Faso tangu amekuwa rais, mwaka wa 2023 alizindua uchimbaji madini wa kisasa ili kuimarisha kiwango cha dhahabu. Kwa maana nchi ya Burkina Faso ni moja ya nchi ambayo dhahabu zipo za kutosha. Hivyo basi alizindua uchimbaji wa madini wa kisasa ili kuweza kupata dhahabu na kuweza kujitengenezea fedha katika nchi ya Burkina Faso. Hivyo ni mtu ambaye anajali rasilimali ambazo zipo katika nchi ya Burkina Faso. Jambo namba 4 ambalo amelifanya Captain Ibrahim Traore katika nchi ya Burkina Faso tangu amekuwa rais ni amepiga marufuku operesheni za jeshi la Ufaransa pamoja na vyombo vya habari vya Ufaransa nchini Burkina Faso. Kwa maana Wafaransa wameondoshwa katika nchi ya Burkina Faso, na Captain Ibrahim Traore ameona kwamba Wafaransa ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kuifilisi nchi ya Burkina Faso. Jambo namba 5 ambalo amelifanya Captain Ibrahim Traore katika nchi yake ya Burkina Faso tangu amekuwa rais ni Burkina Faso imezindua rasmi magari ya umeme kupitia kampuni ya Itoua. Gari hizo zimetengenezwa nchini mwao kwa 100%, ambapo ukichaji kwa dakika 30 inaweza kutembea kilomita 330, ambapo ni sawa na safari ya Dar kwenda Tanga. Kwa maana Burkina Faso hapa wamepiga hatua, wametengeneza vigari vidogo ambavyo vinaweza vikawasaidia katika safari mbalimbali. Hivyo hili ni jambo kubwa ambalo limefanyika katika nchi ya Burkina Faso. Lakini pia jambo la 6 ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya katika nchi ya Burkina Faso ni kwamba serikali yake inajenga barabara mpya kutanua zilizopo na kubadilisha barabara za changarawe kuwa za lami. Kwa maana serikali ya Captain Ibrahim Traore imeendelea kuboresha miundombinu ambayo ilikuwepo, lakini pia kuanzisha mingine mipya kabisa
kwa ajili ya kuhakikisha raia wa pale nchini Burkina Faso hawapati shida kwa namna moja ama nyingine. Hilo ni jambo namba 6. Lakini jambo namba 7 ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya ni kwamba amepiga marufuku matumizi ya nywele za bandia kwa wanasheria mahakamani zilizorithiwa kutoka enzi za ukoloni. Kwa maana vile vinywele ambavyo wanasheria huwa wanavivaa, Captain Ibrahim Traore yeye amevitupilia mbali na ni marufuku. Haya ni mambo ya ukoloni tu, yeye ndiyo huona hivyo. Haya bwana, jambo namba 7 ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya akiwa kama rais wa nchi ya Burkina Faso ni kwamba kilimo kimepewa kipaumbele kwa kusambaza zaidi ya trekta 400, tila zaidi ya 200, pampu zaidi ya 710 na pikipiki zaidi ya 700 ili kuimarisha uzalishaji na kusaidia jumuiya za vijijini. Hakika hapa Captain Ibrahim Traore aliupiga mwingi. Kila kitu yeye amekifanya kwenye ubora mkubwa sana na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kabisa. Wakulima wanalima kwa amani kutokana na maendeleo ambayo ameyafanya huyu rais wa nchi ya Burkina Faso. Haya, jambo namba 9 ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya katika nchi ya Burkina Faso ni uzalishaji wa nyanya umekuwa kutoka tani 315,000 kwa mwaka 2022 mpaka kufikia tani 360,000 kwa mwaka 2024. Lakini pia kuanzishwa kwa kiwanda cha kwanza cha kusindika nyanya nchini Burkina Faso. Kwa maana Captain Ibrahim Traore ameanzisha kiwanda hiko chini ya uongozi wake. Mambo yameenda vizuri kabisa katika nchi ya Burkina Faso. Haya bwana, lakini pia jambo namba 10 ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya ni kwamba uzalishaji wa mpunga umepanda kutoka tani 280,000 kwa mwaka 2023 mpaka tani 326,000 kwa mwaka wa 2024. Na uzalishaji wa mtama pia umepanda. Na kitu cha mwisho ambacho Captain Ibrahim Traore amekifanya katika uongozi wake katika nchi ya Burkina Faso ni kwamba Captain Ibrahim Traore kaanzisha kituo cha taifa cha usaidizi wa ukusanyaji wa pamba pamoja na kiwanda cha kuchakata pamba ili kuwasaidia wakulima wa pamba nchini humo. Kwa maana hicho ni kiwanda ambacho Captain Ibrahim Traore kwa upande wake yeye amekiandaa na kinasaidia sana katika nchi ya Burkina Faso. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi, Captain Ibrahim Traore hivi karibuni alizindua kiwanda cha sabuni ambapo watu zaidi ya 1,000 wamepata ajira. Kwa maana Captain Ibrahim Traore ni mtu ambaye amebadilisha sana nchi ya Burkina Faso. Na hayo ni mambo ya msingi ambayo Captain Ibrahim Traore ameyafanya ndani ya miaka 2 tu ya uongozi wake. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe unaweza ukaniandikia maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia ikiwa ndio mara yako kwanza kutembelea katika chaneli hii, usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media.